Uchumba ni mmoja katika sura moja iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha kwamba hakuna uchumba au wachumba wengi, ila uchumba ni mmoja katika sura moja iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina. Na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uchumba sehemu ya 17. Ndio, popote pale ulipo, kwamba uchumba ni mmoja. Hakuna wachumba wengi, ila mchumba au uchumba ni mmoja katika sura moja yako iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina, kwa kuwa uchumba ni jina linalotambuliwa kwa sura yake ya upekee au mvuto. Uchumba ni jina linalotambuliwa kwa sura yake ya upekee au mvuto, na kufanya popote pale ulipo ukiwa na sura ya kuvutia au ya kuvutiwa, hiyo sura ndiyo inayoitwa sura ya mvuto kwa jina uchumba. Ukiwa na sura ya mvuto kwa kuvutiwa au kwa kuvutia, hiyo sura ya mvuto kwa jina ndiyo huitwa uchumba, kwa kuwa uchumba unatambuliwa kwa sura ya mvuto, au katika maelezo ninaweza kusema kwamba uchumba ni sura ya mvuto au upekee. Ninapotoa maelezo kuhusu uchumba au maana ya uchumba, ni kwamba uchumba ni sura ya mvuto au upekee, na kufanya popote pale ulipo
ukiwa na mvuto wa kuvutia au wa kuvutiwa, sura hiyo ndiyo utambulisho wa maelezo ya jina uchumba, na kukufanya sura yako ulionayo popote pale ulipo, katika jinsi ya muonekano huo ulionao, ndiyo iliyo sura ya mvuto, ikimaanisha kwamba inayoelezea, iliyobeba maelezo yote ya jina uchumba. Kwa maana kwamba jinsi ulivyo katika sura ya muonekano huo ulionao, ndio ulio uchumba kwa jina. Jinsi ulivyo katika sura hiyo ya muonekano huu wa mvuto, ndio kwa jina unaitwa uchumba. Jinsi ulivyo hivyo ndio uchumba unatawala katika jinsi na sura ya jina hilo ulilonalo. Ikimaanisha jinsi na jina hilo ulilonalo ndiyo uchumba unatawala. Na ndio maana nimekuambia kwamba hakuna wachumba wengi, ila uchumba au mchumba ni mmoja katika sura moja iliyopo ya mvuto kwa jina hilo ulilonalo, ikiitwa au ukitawala katika kila jinsi na kila jina. Uliopo au unaitawala katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha jina hilo ulilonalo katika muonekano huo ulionao ndio unaoitwa au unaonekana katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha kila jinsi na kila jina ndio muonekano wa jinsi na jina hilo ulilonalo katika sura hiyo ya mvuto ulionao, yani uchumba. Ndio nazungumza na wewe popote pale ulipo kuhusu uchumba, yani mchumba, ikimaanisha kwamba hakuna
wachumba wengi kusema kuna wewe hapo ulipo katika jina mwanamke, na yule kule katika jinsi na jina mwanamume, bali mchumba ni mmoja katika jinsi na jina lako katika sura hiyo mwanamke, iliyo ndio sura ya mvuto. Ukiitwa au ukitawala katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha hata mwanamume ni jinsi na jina lako wewe mwanamke kwa kuitwa kwako, ni jinsi na jina lako wewe mwanamke katika sura hiyo ya mvuto kwa kuitwa kwako, ni jinsi ya mvuto wako wewe mwanamke unavyoitwa au unavyotawala katika jina mwanamume, katika jina mzazi, katika jina mwanamume, katika jina mwanamke, katika jina taifa, katika jina dunia, katika jina dini, katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha katika kila jinsi na katika kila jina ni upekee huo au mvuto huo wa jinsi hiyo na jina hilo unaishi au unatawala. Na ndio maana wewe uliye mwanamke katika sura ya mvuto huo wa mwonekano kwa jina mwanamke, umeitwa kwa majina mengi ukiwa hivyo hivyo, umeitwa katika kila jina ukiwa hivyo hivyo, ulivyo hivyo katika sura ya mvuto huo mwanamke, kwa jina mwanamke hivyo hivyo umeitwa mke, kwa jina mwanamke hivyo hivyo umeitwa binti, kwa jina mwanamke hivyo hivyo umeitwa mtoto, kwa jina mwanamke hivyo hivyo umeitwa daktari, umeitwa katika kila jina la ujuzi uliopo, katika jina hilo hilo mwanamke umeitwa katika kila jinsi na katika kila jina lililopo. Kwa maana kwamba katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake ndio wewe hapo ulipo katika jinsi na jina hilo unavyoitwa. Ndio ni sura ya mvuto ulionao, yani uchumba umeoitwa katika jinsi na kila jina: mwanamume, mwanamke, mke, mume, mzazi, taifa, mwanamume yule, mwanamke yule, naye kuwa ni wa uchumba wako. Kila kitu katika jinsi na jina lake kuwa ni wa uchumba wako, ikimaanisha wa mvuto wako, kwa kuvutiwa au kwa kuvutia. Ni ardhi, ni anga, ni mume, ni mke, ni mzazi, ni mtoto, ni taifa, ni wanyama,
ni mashamba, ni mali, ni utajiri, ni kila kitu katika jinsi ya jina na jina la uwepo wake, ndio au ndicho kilicho cha uchumba wako, yani cha jinsi na jina la sura yako hiyo ya mvuto, yani uchumba. Na kufanya popote pale ulipo, upo unaishi uchumba, yani sura ya mvuto mmoja katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha popote pale ulipo kwamba sura ya mvuto wako ndio inatawala. Sura ya muonekano huo ulionao kwa jina hilo ndio inatawala katika kila jina na katika kila jinsi, kwa kuvutiwa au kwa kuvutia kwake. Kimaanisha kwamba ulipo ndio unatawala. Kila jinsi na jina la kuitwa kwako katika sura hiyo ndio unatawala. Ndio mvuto wako, ndio mvuto unatawala, ndio upekee unatawala, ndio uchumba unatawala, yani uliopo. Katika kila jinsi na katika kila jina kwa kuitwa kwake. Na yoyote au chochote kuwa ndio muonekano wako huo katika jina na jinsi ya kuitwa kwake. Na muonekano wako huo kuwa ndio upekee, yani mvuto kwa jina uchumba unaoitwa au uliopo katika kila kitu kwa jinsi yake na jina lake, kwa kuvutiwa au kwa kuvutia. Ikimaanisha kwamba kila jinsi na kila jina kwa kuitwa kwako likiwa peke yake ndivyo linavyoonekana katika jinsi ile na jina lile. Ndio nazungumza kuhusu uchumba, kwamba mchumba wako ni mmoja wa sura yako. Uchumba wako ni mmoja wa sura yako, ikimaanisha
uchumba wako, yani sura ya mvuto wako ni moja katika kila jina na katika kila jinsi, ikimaanisha kila jina na kila jinsi kuwa ndio mvuto au uchumba wa sura yako. Basi popote pale ulipo, pokea uchumba wa sura yako, pokea mchumba wa sura yako, mchumba wa mvuto wako, mchumba anayekuvutia popote pale ulipo, pasipo kujalisha ni wapi. Pokea mchumba wa sura ya mvuto wako, fedha, mali, wanyama, mazao, utajiri, mafanikio, ujenzi, uponyaji, muujiza, kazi, elimu, kila kitu katika jinsi ya sura yako hiyo ya upekee kwa jina la kuitwa kwake nimekupatia hapo popote ulipo. Pokea uchumba wa sura yako, chumba wa mvuto wako hapo ulipo, mvuto wa utajiri, mafanikio, uponyaji, muujiza, amani, upendo, msamaha, elimu na kila jinsi hapo ulipo, sawa sawa na ulivyo sasa hivi katika jinsi ya muonekano ulionao hapo ulipo. Haijalishi uko wapi, ni hospitali, uko jela, uko wapi, ila hapo ulipo ninakupatia chumba wa sura yako, wa mvuto wako hapo ulipo, na hata sasa yuko pamoja na wewe, yupo kutawala nawe, yupo katika umoja wa sura ulionayo kwa jina hilo popote pale ulipo. Basi na amekuwa kwako. Pia usikose wiki ijayo katika sehemu ya 18 ya somo hili. Pia tazama mafundisho haya sehemu tofauti tofauti, na pia katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andy Munyu. Pokea uchumba wa mvuto wako, pokea mchumba anayekuvutia, pokea mchumba unayemvutia wa sura ya jinsi hivyo ulivyo popote pale, wa fedha, wa mali, wa utajiri, wa mafanikio, wa uponyaji, wa muujiza wako, wa uhuru wako, wa amani yako, wa taifa lako, wa ndoa yako, popote pale ulipo, nimekuachilia hapo ulipo na nimekuwa kwako.